Unajua, kuna tabia unafanya kila siku, zinawafanya watu wa kudharau bila wewe kujua. Ukweli ni kwamba sio wao tatizo, ni mambo madogo unayofanya mwenyewe. Watu hawatasema moja kwa moja, lakini wanabadilisha namna wanavyokuchukulia. Na usipogundua mapema, utaendelea kupoteza heshima bila kuelewa kwa nini. Ngoja nikuonyeshe. Lakini kabla hatujaanza, nikuombe kitu kimoja. Bonyeza hiyo alama ya subscribe na kulike video hii ili iwafikie wengi na wajifunze pia. Baki nami mpaka mwisho, kwani tabia ya 6 na ya 7 ndio zinawaangusha wengi. Tabia ya kwanza: kuomba samahani hata kama huna kosa. Kuna watu wanaanza kila sentensi na samahani. Mfano, samahani kukuuliza, lakini unaweza kunisaidia kidogo? Samahani kama nakusumbua, nilitaka tu kuuliza swali. Lakini ukweli ni huu: unapoomba samahani sana, unaanza kuonekana kama mtu asiyejiamini. Unaonekana kama unajiona mdogo, na dunia haitakuona tofauti na unavyojiona. Watu wanaanza kukuhandle kwa namna ya chini kwa sababu umeonyesha tayari hujiamini. Sio kila kitu kinahitaji kuomba radhi. Wakati mwingine unahitaji kusimama tu na kusema kile unachotaka bila kujishusha. Tabia ya pili: kutaka kukubalika na kila mtu. Hii ni moja ya mitego mikubwa sana. Mfano, mimi nipo sawa na chochote mtakachoamua, au kama na nyie mnapenda hivyo basi na mimi napenda. Unataka kila mtu akupende. Unabadilisha uhalisia yako kulingana na watu ulioko nao. Lakini ukweli mchungu ni huu: ukijaribu kupendeza kila mtu, unapoteza utambulisho wako. Watu wanaheshimu mtu mwenye msimamo, sio mtu anayebadilika kila dakika. Watu wanaweza wasikupende wote, na hiyo ni sawa. Heshima haiji kwa kupendwa na kila mtu, inakuja kwa kuwa halisi. Tabia ya tatu: kuogopa kusema hapana. Hii inaumiza watu wengi sana. Unasema ndio wakati ndani yako unasema hapana. Unakubali mambo yanayokuchosha na kukumaliza kwa sababu unaogopa kupoteza watu. Mfano, nipo free kusaidia, japo ndani umechoka kabisa. Lakini sikiliza vizuri. Kila ndio unayosema kwa wengine inaweza kuwa hapana kwa maisha yako mwenyewe. Watu wanaheshimu mipaka, na mtu asiye na mipaka hutumika. Kujifunza kusema hapana sio ukatili, ni kujilinda. Tabia ya 4: kujieleza sana, over explaining. Kuna watu wakifanya kitu kidogo tu wanatoa maelezo marefu kama wanaomba msamaha. Mfano, nimefanya hivi kwa sababu nilifikiria kwamba labda itakuwa vizuri kutokana na... Ukweli ni huu: kadri unavyojieleza sana, ndivyo unavyoonekana kama huna uhakika na maamuzi yako. Mtu mwenye confidence hatoi justification kwa kila hatua. Anajua alichofanya na anasimama nacho. Ukiongea sana kujitetea, watu wanaanza hata kushukuru mambo ambayo hawakuwa wanashukuru mwanzo. Wakati mwingine, ukimya una nguvu kuliko maelezo. Tabia ya 5: kucheka kila kitu ili ukubalike. Unajikuta unacheka kila kitu ili tu uonekane unaendana na wengine. Hata kama ndani yako hujaona chochote cha kuchekesha, unalazimisha reaction ili usionekane tofauti. Tatizo ni kwamba unapofanya hivyo mara kwa mara, unapoteza uhalisia wako. Unaanza kuishi kwa ajili ya kukubalika badala ya kuwa wewe mwenyewe. Watu wanaweza wasiseme, lakini wanagundua mtu anapojilazimisha. Na mtu anayeonekana kujibadilisha ili kupendwa hupoteza heshima pole pole. Mtu mwenye kujiamini hafuati kila kinachofanywa na kundi. Anachagua nini kinaendana na yeye, na yuko tayari hata kukaa kimya bila kujilazimisha kucheka.
Tabia ya 6: kuvumilia heshima ndogo. Hii ndiyo hatari zaidi. Unaruhusu watu wakuzungumzie vibaya, wakudharau, wakupuuze na unakaa kimya. Na mbaya zaidi, unaliona hilo kabisa. Ila unajisemea, ni sawa tu, nimeshazoea wakiongea hivyo. Au, nitaacha tu ipite, sitaki kukuza mambo. Ukweli ni huu: unachoruhusu kinaendelea. Ukivumilia dharau, unawafundisha watu kuwa ni sawa kukufanyia hivyo. Heshima huanza na wewe mwenyewe. Ukijiheshimu, dunia itajifunza kukuheshimu pia. Tabia ya 7: kutafuta approval kila mara. Watu wengi huishi wakiwa na swali la kila kitu. Unaonaje? Niko sawa? Unadhani nifanye nini? Kuuliza ushauri ni sawa, lakini kuishi kwa kutegemea idhini ya kila mtu kunapunguza heshima na uhuru wako. Mfano, unapokuwa unataka kupost picha au kusema maoni yako, badala ya kujiamini, unajiuliza, watasema nini? Hii inakufanya uishi kwa kuogopa watu. Watu wenye mvuto wa kweli wanajua wanataka nini, wanaenda nacho na hawategemei idhini ya kila mtu. Kujiamini wewe mwenyewe ndiko kuna kujengea heshima na nguvu. Tabia ndogo ndogo unazofanya kila siku zina nguvu zaidi kuliko unavyofikiri. Leo umejifunza ni zipi zinakuumiza kimya kimya. Comment hapo chini, ni zipi unazitambua na anza kubadilisha moja leo. Usisubiri kesho, badilisha sasa ili siku yako ijayo iwe tofauti kabisa. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na madini kama haya kila wiki. Pia usisahau kulike video hii ili iwafikie wengi na wajifunze pia. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.